Tarehe 31 Julai mwaka 2026, dunia ya soka ilisema kwaheri kwa Franco Baresi. Lakini ili kuelewa kwa nini kifo chake kimegusa mashabiki wengi hivi, tunarudi nyuma mwaka 1960 pale safari ya mmoja wa mabeki wakubwa katika historia ya soka ilipoanza. Na hii ndio historia ya Franco Baresi. Tarehe 8 Mei mwaka 1960 katika mji wa Travagliato karibu na Brescia nchini Italia alizaliwa mtoto aliyepewa jina la Franco Baresi. Hakukuwa na dalili kwamba mtoto huyo angekuja kuwa mmoja wa mabeki wakubwa katika historia ya soka, lakini tangu akiwa mdogo mpira ulikuwa sehemu yake ya maisha yake. Baresi alikuwa kwenye mazingira ya soka ya eneo la Brescia akicheza katika klabu ya vijana ya Paris ya Travagliato. Huko ndipo kipaji chake kilipoanza kuonekana. Akiwa kijana alikwenda kwenye majaribio ya AC Milan. Ingawa mwili wake haukuwa mkubwa kama ule wa mabeki wengi, Milan iliona kitu cha pekee ndani yake: akili ya mchezo, timing na uwezo wa kusoma kinachotokea kabla hakijatokea. Hatimaye akiwa bado kijana, Baresi akaingia kwenye kikosi cha kwanza cha AC Milan katika msimu wa mwaka 1977 na msimu wa mwaka 1978. Alifanya debut yake ya kwanza dhidi ya Hellas Verona tarehe 23 Aprili mwaka 1978. Alikuwa bado kijana, lakini tayari alikuwa ameingia kwenye ulimwengu wa soka wa Serie A. Msimu uliofuata mwaka 1978-79, Baresi mwenye umri wa miaka 18 akawa sehemu muhimu ya kikosi cha AC Milan kilichotoa Scudetto ya 10 katika historia yake. Hiyo haikuwa Scudetto ya kawaida, ilikuwa taji lililoipa Milan nyota kwenye jezi yake. Na ndani ya kikosi hicho kulikuwa na kijana ambaye alikuwa ameanza safari yake ya kuwa legend. Lakini miaka iliyofuata haikuwa rahisi. Milan ingeingia kwenye kipindi kigumu sana, na Baresi angejikuta akipambana si tu na wapinzani bali pia na changamoto za klabu yake mwenyewe. Baada ya kushinda Scudetto akiwa na miaka 18, Franco Baresi alitarajia kuendelea kupanda, lakini badala yake AC Milan ikaingia kwenye kipindi kigumu sana. Mwaka 1980 Milan ilishushwa daraja hadi Serie B baada ya kashfa kubwa ya Totonero. Baresi alikuwa bado kijana, lakini tayari alikuwa sehemu muhimu ya timu. Milan ilirudi hadi Serie A msimu uliofuata, lakini mwaka 1982 ikashuka tena hadi Serie B baada ya kumaliza nafasi ya 3 kutoka chini. Hapo ndipo uaminifu wa Franco Baresi ulipoanza kuonekana kuwa wa kweli. Vilabu vingine vingekuwa tayari kumchukua, lakini Franco Baresi hakukimbia, alisalia Milan. Msimu wa mwaka 1982 hadi 1983 akiwa na umri wa miaka 22 tu, Franco Baresi akapewa kitambaa cha unahodha wa AC Milan. Kijana huyo sasa alikuwa nahodha timu iliyokuwa ikipambana kurudi tena Serie A. Na hakuwakatisha tamaa Milan, ilimaliza msimu ikiwa kileleni mwa Serie B na kurudi tena Serie A. Miaka iliyofuata haikuwa rahisi. AC Milan ilijaribu kujijenga upya, lakini haikuwa bado ile klabu iliyokuwa ikitawala Italia kwa mwaka huo. Kisha mwaka 1986 mtu mmoja akaingia kwenye historia ya AC Milan, Silvio Berlusconi. Berlusconi alianza kujenga timu mpya, wachezaji wakubwa wakaanza kuwasajili, na ndani ya muda mfupi Milan ikaanza kubadilika. Mwaka 1987 kocha mmoja kutoka Parma aliitwa Arrigo Sacchi, pamoja naye wakaja nyota kama Led Gullit na Marco van Basten. Mwaka 1987 AC Milan ilikuwa imebadilika. Silvio Berlusconi alikuwa ameanza kujenga timu ambayo haikuwa na lengo la kutawala Italia tu, bali Ulaya nzima. Kocha Arrigo Sacchi alileta falsafa mpya ya soka. Milan haikutegemea nguvu ya mchezaji mmoja, walicheza kama kitengo kimoja, wakitumia pressing, mstari wa juu wa ulinzi na offside trap. Na katikati ya mfumo huo alikuwa Franco Baresi. Baresi alikuwa kiungo cha ulinzi. Hakuhitaji kuwa mkubwa kimwili, ila kwa kuzuia washambuliaji. Alisoma mchezo, alijua wakati wa kutoka kwenye defense line, na alikuwa na uwezo wa kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma. Pembeni yake kulikuwa na Mauro Tassotti na Alessandro Costa na kijana mmoja ambaye baadaye angekuja kuwa legend mwingine wa Milan, ni Paul Maldini. Mbele yake kulikuwa na nyota kama Led Gullit na Marco van Basten. Milan ilikuwa imeanza kuunda timu ya kizazi.
Msimu wa mwaka 1987-88 Milan ilitoa Serie A. Ilikuwa Scudetto ambayo ilithibitisha kwamba enzi mpya zilikuwa zimeanza, lakini Sarri na wachezaji wake hawakutosheka. Mwaka 1989 AC Milan ilifika fainali ya European Cup dhidi ya Bucharest. Kwenye fainali hiyo Milan ilishinda goli 4-0 mbele ya zaidi ya mashabiki 97,000 uwanja wa Camp Nou. Baresi na safu yake ya ulinzi walikuwa sehemu ya timu iliyotawala mchezo kutoka mwanzo hadi mwisho. Baresi alikuwa nahodha na sasa alikuwa ameshinda European Cup. Mwaka uliofuata Milan ilirudia mafanikio hayo, ilifunga Benfica 1-0 kwenye fainali ya European Cup mwaka 1990 na kutoa taji hilo kwa mara ya pili mfululizo. Baresi alikuwa amekuwa zaidi ya beki, alikuwa kiongozi wa mmoja ya defensive line zilizoheshimika zaidi katika historia ya soka. Baada ya Sarri kuondoka, Milan iliendelea kutawala nchi ya Fabio Capello. Msimu wa mwaka 1991 na mwaka 1992 Milan ilitwaa Serie A bila kupoteza hata mchezo mmoja. Ilikuwa timu iliyotawala kwa kiwango cha ajabu sana. Msimu uliofuata Baresi na Milan walitwaa tena Scudetto, wakifikisha mfululizo wa ubingwa wa ligi hadi misimu mitatu. Lakini mwaka 1994 Baresi angeingia kwenye moja ya vipindi vya kihisia zaidi vya maisha yake, kwa sababu safari yake ya Milan ilikuwa imeenda sambamba na safari yake ya timu ya taifa ya Italia. Baada ya kuitawala Ulaya akiwa na AC Milan, Franco Baresi sasa alikuwa na jukumu lingine la kuiongoza Italia kwenye jukwaa kubwa zaidi la soka la dunia. Kwenye World Cup ya mwaka 1990 iliyofanyika Italia, Baresi alikuwa sehemu ya safu ya ulinzi ya timu iliyokuwa na matarajio makubwa ya kutoa kombe la dunia. Italia ilifika nusu fainali bila kupoteza mchezo wowote, lakini dhidi ya Argentina baada ya sare ya 1-1 wenyeji wakaangukia kwenye mikwaju ya penalty. Italia ilishindwa, lakini Franco Baresi na wenzake walimaliza mashindano wakiwa nafasi ya 3. Miaka 4 baadaye Baresi alirudi kwenye World Cup akiwa nahodha wa Italia, lakini safari hii kilichotokea kilikuwa cha ajabu zaidi. Italia ilianza vibaya ikipoteza 1-0 dhidi ya Ireland kwenye mchezo wa kwanza, lakini timu ikaendelea kupambana na kufika hatua ya mtoano. Kwenye mchezo wa pili wa makundi, Baresi aliumia goti, hali iliyokuwa mbaya kiasi kwamba alifanyiwa upasuaji siku 2 baadaye. Kwa kawaida hapo ndipo safari yake ya World Cup ilikuwa imeisha, lakini Baresi hakutaka kuondoka. Baki Marekani akiwa anatazama wenzake wakipambana, na kwa sababu Italia ilikuwa tayari imeshindwa kumuita mbadala, mlango mdogo wa matumaini bado ulikuwepo. Siku zikapita, mwili ukaanza kupona, na kisha likaja jambo ambalo watu wengi hawakuamini. Franco Baresi akarudi tena. Fainali dhidi ya Brazil tarehe 17 Julai mwaka 1994 kwenye Rose Bowl Pasadena, Italia ilikutana na Brazil kwenye fainali ya World Cup. Baresi ambaye siku chache zilizopita alikuwa ametoka kwenye upasuaji wa goti aliingia uwanjani akiwa kama nahodha. Dakika 90 zikapita bila bao, dakika 120 pia zikapita tena bila bao. Brazil na Italia zilikuwa zimeshindwa kuvunja ulinzi kila upande, na wakati huo Baresi alikuwa amecheza dakika zote 120 licha ya jeraha lake. Kisha ikafika mikwaju ya penalty. Baresi ndiye mtu aliyepiga penalty ya kwanza ya Italia na akaikosa, lakini mchezo bado ukuwa umeisha. Roberto Baggio baadaye akakosa penalty ya mwisho na Brazil ikatoa kombe la dunia kwa ushindi wa mikwaju ya penalty kwa 3-2. Baresi alibaki amesimama kwenye uwanja akiwa amevunjika moyo. Alikuwa ametoka kwenye upasuaji, akarudi kucheza fainali, akapigana kwa zaidi ya dakika 120, lakini kombe la dunia likamponyoka. Hakuwa ameshinda World Cup, lakini siku hiyo hiyo Franco Baresi alionyesha kitu ambacho takwimu haziwezi kupima: ujasiri wa kiongozi. Tarehe 13 Mei mwaka 1994 Milan ilikutana na FC Barcelona kwenye fainali ya Champions League huko Athens. Baresi hakucheza fainali hiyo kwa sababu alikuwa na suspension, lakini Milan iliifunga FC Barcelona goli 4-0 na kutoa taji hilo la Ulaya. Miaka iliyofuata haikuwa rahisi kama enzi ya Sarri na Capello. Milan ilipata mabadiliko, makocha akabadilika na baadhi ya nyota wakaondoka, lakini mtu mmoja alibaki: Franco Baresi.
aliendelea kuwa nahodha, kiongozi na moyo wa dressing room. Mwaka 1995 Milan ilifika tena fainali ya Champions League. Safari hii mpinzani alikuwa ni Ajax. Milan ilipoteza kwa bao 1-0, lakini Baresi alikuwa bado anaongoza timu kwenye kilele cha soka la Ulaya. Baada ya hapo, miaka yake ya mwisho ilianza kufika. Mwili haukuwa tena ule wa kijana, ulikuwa umeingia San Siro mwaka 1978. Lakini hakukimbia, aliendelea kuitumikia Milan hadi mwisho. Msimu wa mwaka 1996 na mwaka 1997 ulikuwa msimu wake wa mwisho. Tarehe 19 Aprili mwaka 1997, Franco Baresi alicheza mchezo wake wa mwisho wa Serie A dhidi ya Juventus. Baada ya takriban miaka 20 akiwa kwenye kikosi cha AC Milan, Franco Baresi akaamua kuweka chini uti zake. Alikuwa amecheza zaidi ya michezo 700 kwa Milan na ameshinda Scudetto mara 6, European Cup, Champions League mara 3, na alikuwa amevaa jezi ya AC Milan kwa zaidi ya miongo miwili. Milan haikuweza kumwaga kama mchezaji wa kawaida. Jezi ya namba 6 ilistaafishwa rasmi na klabu ili isiweze kuvaliwa tena na mchezaji mwingine. Hiyo ilikuwa ishara ya heshima kwa mtu ambaye alikuwa amekuwa zaidi ya nahodha. Alikuwa sehemu ya utambulisho wa AC Milan. Baresi akabaki kuwa sehemu ya historia ya AC Milan, akiendelea kuitumikia klabu katika majukumu mbalimbali baada ya kustaafu. Lakini miaka mingi baada ya kuacha soka, maisha yakamletea changamoto nyingine. Mwaka 2025 Franco Baresi alifanyiwa upasuaji wa kuondoa uvimbe kwenye mapafu na baadaye akaanza matibabu ya saratani. Licha ya changamoto hiyo, aliendelea kuonekana hadharani. Mwaka 2026 alishiriki hata kwenye hafla ya kubeba mwenge wa Olimpiki kabla ya michezo ya majira ya baridi ya Milano Cortina. Lakini leo dunia ya soka imepokea habari nzito. Tarehe 31 Julai mwaka 2026, Franco Baresi amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 66. Mtu ambaye alitumikia miaka 20 ya maisha yake kulinda rangi ya AC Milan. Sasa alikuwa amecheza mechi yake ya mwisho nje ya uwanja. Aliondoka duniani akiwa ameacha nyuma yake historia ambayo haiwezi kufutwa, kutoka mtoto wa Travagliato hadi kuwa nahodha wa AC Milan, kutoka kushuka Serie B hadi kutawala Italia na Ulaya kwa ujumla, kutoka kwenye maumivu ya World Cup ya mwaka 1994 hadi kuwa mmoja ya majina makubwa kabisa katika historia ya ulinzi wa soka. Franco Baresi hakuhitaji kufunga mamia ya mabao ili akumbukwe. Alifanya kitu kingine, aliifanya nafasi ya beki kuwa sanaa. Leo Franco Baresi hayupo tena duniani, lakini jezi ya namba 6 bado ipo, historia yake bado ipo, na San Siro bado inamkumbuka. Na kwa mashabiki wa AC Milan, Franco Baresi hatawahi kufa, kwa sababu legend hufa lakini historia yao haifi. Tarehe 8 Mei mwaka 1960 hadi tarehe 31 Julai mwaka 2026, AC Milan legend Franco Baresi. Hii ilikuwa ni iconic story, na ulikuwa nami Scott Gamer. Tukutane tena kwenye iconic story nyingine. So usahau kuacha comment yako hapo chini, ni legend gani unataka tumuongelee episode inayofuata. Ciao.